Na wengi huwa tunafanya. Ndio gotini wa kwanza hapa. Kuna maandiko yanapiana simu ya pastor. Yaani nimesoma mstari fulani kaangalia na maneno ya asili nikashangaa. So inamaanisha ndio haya mambo yawe na matokeo kwenye maisha yake, anahitaji yawe nini? Aingie kwenye maombi. Hallelujah. Glory to God. Ili aone matokeo. Glory to Jesus. Hallelujah. So anahitaji kwa sababu hilo neno ambalo amelisikia na limeleta effect kwenye maisha yake, anafanya katika maombi ili aone matokeo katika maisha yake, na ndio umuhimu wa maombi ya ukuaji wa kiroho. So anaposema mwandishi anaposema mkiwezeshwa kwa uwezo wote. Mkiwezeshwa kwa uwezo wote. Kumbuka maombi yanaachilia nguvu za Mungu. Maana anasema mkiwezeshwa kwa uwezesho wote. So maombi inaachilia nguvu za Mungu. Kumbuka kile tumesoma kwa Wakolosai 1:9-14 ni maombi ya Paul kwa kanisa la Wakolosai. So anaposema mkiwezeshwa kwa nguvu, mkiwezeshwa anasema mkiwezeshwa kwa uwezo wote, anamaanisha kwamba maombi yanaachilia nguvu za Mungu. Maombi yanaachilia nguvu. Tunapoomba tunaachilia nguvu za Mungu. Hallelujah. So namna ya kumwezesha mtu anayejifunza neno la Mungu au mwanafunzi wako anayesikia, anayejifunza kwako ama anakusikiliza, anayejifunza neno la Mungu, unahitaji umwezeshe aweze kuzaa matunda kwa kupitia eneo la maombi. Acha nianze vizuri. Nimesema hivi. Anaposema mkiwezeshwa kwa uwezo wote, ni maanake kwamba maombi yanaachilia nguvu za Mungu. Huo ndio namna ya kumwezesha mtu anayejifunza neno la Mungu. Mtu anayejifunza neno la Mungu kwako, manake unahitaji umuongoze ama umfundishe kuomba maombi ya ukuaji. Au mwanafunzi wako anayesikia kutoka kwako. Maana unaweza kuwa kuna mwanafunzi kule nyumbani, kule kazini. Akijifunza kwako, mfundishe pia kuomba maombi ya ukuaji, ama unamuombea na unamfundisha. Hallelujah. Glory to God. Ili sasa maana kumwezesha huyu muamini anayesikia kwako apate kuzaa matunda ni kwa maombi. Hallelujah. Ni wakati ambapo ataomba. Wakati anafundishwa, anaomba, ataweza kuonyesha matokeo mazuri. So haufundishi tu watu pekee bila kuwaombea. Hallelujah. Haufundishi tu watu bila kuwaombea. Unafundisha na unawaombea. Hallelujah. So ni ngumu kutembea sawa sawa na alichoambiwa kama hakuna maombi. Itakuwa vigumu sana mtu kutembea kwa kila alichoambiwa kama hakuna maombi. So kama kuna mwanafunzi anakusumbua, eli uchukue muda wa kumwombea. Kama una mwanafunzi ambaye anakusumbua, eli uchukue nini? Uchukue nini? So kuna watu hapa mko kwenye mnalinda magroups. So kwenye magrupu haya au wanafunzi, kama kunaye mmoja ni kichwa kweli kweli, anakusungusha na kupeleka kushoto na kulia, omba sana. Unahitaji kumwombea sana. Unajua hata mchungaji, nyinyi kama wanafunzi wangu wote, ninajua Tash niache hayo. So acha nitumie mfano. Matthew, siko na group lako la kufunza. So kama kuna wala wakusikii, sikulalamika. Na kama kwa upande wa group la Matthew na yeye mwache mchezo, amfanyi vizuri Matthew. Amfanyi mwalimu wenu vizuri.
Maana niliona mama kwanza akitembea kwa atafanya uinjilisti kwenye grupu la Manzi na Afune na Manzi mwenyewe. Amulete. Sasa mfanye vizuri. So Manzi unahitaji kuongeza nini? Maombi. Bana, lakini wanafunzi wake si wasikivu kwa sababu mwalimu wenu mtamwachaje atafundisha na. Bwana, kuna wakati mliacha mwalimu wote. Tulibaki tu na Moka ni peke yake. So ikabidi afanywe uinjilisti, mwalimu na wanafunzi wafanywe uinjilisti. Si vizuri ya mwita. So mwalimu omba kwa bidii. Haleluya. Omba mpaka washike. Lakini ni wachawi. Yaani ibada imechukua kibeti wewe umeenda, mwingine ameenda, mwingine hata mnaacha mwalimu hivyo? Hapana. Na tukichukua mwalimu mmebaki bila mwalimu. Sasa mnahitaji kuweko pale maana mwalimu amewekwa kwa ajili ya kuwaongoza, kwa ajili ya kuwafundisha. Glory to God. Bwana Yesu asifiwe. So nafikiria wamesikia. So ongeza tu eneo pia la maombi, make sure unawaombea. Sister Maki, grupu lako la maombi. Kama kuna wanafunzi wanakupeleka kulia na kushoto, kaa sawa sawa kwenye. Yaani unamwambia aombi, anakupeleka hivi, si kulalamika, ni kuingia kwenye eneo la maombi kumwombea ukuaji. Haleluya. Sister Karo pia, Sister Mili yuko wapi? Kama kuna mtu anafaa pia afanye maombi makubwa. Yaani nasema kuliko sisi zote, anaitwa Mildred. Maana watu wenye wanatili na kitu inaitwa hela. Maana unajua tu hela ikikuswa sura zinabadilika. Maana hata ukuje hapa kutusukuma kama hakuna pande ya maombi, utakuwa watu wanakaa kwa post. Ukikuja hivi anatembea hivi kwa post, ukikuja hivi kwa post amekula kona. Yaani mpaka anasababisha unasahau kumuitisha. So kama uko na watu hapa wanafunzi wako, Sister Mili niko kwako. Kitabu chako watembei vizuri. Mungu amekupa hiyo ruhusa kwenda makotini. Kuna inaweza kuwa si kwamba hana hela. Hela ana, lakini ni mtu paili, ni mchoyo, ni mkono birika. Akivika mahesabu yake, anasema hapana. Unajua kuna mtu anasapenda tu hela zikaange mfukoni. Kutoa ndio shida, lakini si kwamba ziko tu pesa. So Sister Mili ndio unafuruka kwa maombi kwamba watu wanakuwa na moyo, wanatoa jibu wao. Na hebu niambia tukifanya hivi sisi zote, si kanisa litakuwa smart? Hata Sister Jackie yuko wapi? Na Sister Rose hapo. Sasa kitengo chenu ndio kingine sugu kabisa sasa. Yaani hicho mtu kukula kona na kukuambia mshahara nimekawa umeisha. Maana kitengo chenu pia ndio mtu anaweza akamua kutanganye. Tunasikia sasa. Pesa si kwamba mtu anasema at least kuna wakati yako na kitu. Maana kitengo chenu hiki cha kina nani hao? Kuhepa. Kitengo kingine ni cha nani? Aki you need to pray more. Yaani hata tu kuambia nani atasimama Jumapili, yaani hata tu usaidiwe, uinue mkono. Wewe unafikia ni kawaida. Baada tulisema ukiinua mkono wewe unakuwa na kiasi kidogo, uongezewe kiasi. So unaacha tu inakaa wa kutolea kila kitu. So ukiinua mkono unapiga mahesabu, tafuta hata kama ni 100, 150, 200, unaongezewa kile kiko unawekewa kwa akaunti yako. Tuko pamoja? Sasa Agnes una kazi.
Yaani kama unaweza uliza watu kwamba nani atasimama Jumapili, hakuna mkono. Wacha niwaambie, kuna vitu zingine huwa zinafanyika, unaweza kuta unalaumu watu, lakini tukijifunza neno la Mungu linakuonyesha wewe ndio umefanya nini, wewe ndio una shida, si watu unaowafundisha wale unaowaitisha. Haleluya. Maana kama utakula tu sembe na wewe siomba, unahitaji kuwa na mzigo. By the way, kukawa makundi haya ni ku make sure kwamba angalau kila mtu anapata kuombewa, si ndio? Haya. Huyu ni kiongozi wa seli ya maombi. Huyu ako na seli ya mafundisho. Huyu ako na seli ya pande ya uinjilisti. So sisi sote tunajikuta tuko chini ya mtu fulani, si ndio? So kama kweli wale ambao tuko, mimi ni kiongozi, niko chini ya, nikiingia kwenye kitengo cha huyu pia hata mimi nakaa pale. So akiomba still ataniombea, si ndio? So kama tutaomba hivyo kwa mziko, kwa kuugua, kwa bidii, kwa shauku, nini tutaona hapa? Ni mlipuko wa ajabu. Haleluya. Ni mlipuko wa ajabu katika mambo ya roho. Glory to God. Haleluya. So nafikiria tuachie hapa, sisi tumalizia tukikuja yenye kimepaki. So ni heri uwe mwanafunzi wanaojifunza vyema kuliko kuwa, yani heri uwe na wanafunzi wanaojifunza vyema kuliko kuwa na wanafunzi 20 wanaokusumbua. Heri uwe na mwanafunzi au wanafunzi wachache wanaojifunza vyema kuliko kuwa na wengi ambao wanakusumbua akili. Maana at the end of the day unaweza kuwa kichaa. Unajua kama mnafikiri kazi ya uchungaji si mchezo. Ndio sababu mnaonja na waonjesha huko ndani. Unaambia mtu twende huku, yani unaambia mtu ibada ikiisha msiende. Yani huyu jamaa ibada ya amen ya mwisho, ya alikuwa ameshaendanga mlangoni. Yani alikuwa tu pale kwa mlango. Wakati mnasema tu amen ya mwisho, unajua wakati utakuwa si watu umefunga maji. Mkifungua maji alishapenya mlango, ameshaenda. Sasa utasahau kama kulikuwa na mtu kama huyu. Imagine. Tunahitaji kuomba sana. Hallelujah. Glory to God. So, kuwa na wanafunzi wengi ambao wanakusumbua, kuna shida. Unamwona leo, kesho hayuko. Kesho yuko, kesho nyingine hayuko. Sikiza, nilipokuwa hapa nikicheza keyboard, nikakuwa na ndani ya msukumo kwenye moyo wangu kwamba usiwe mwamini ambaye utakaiti maagizo ya kanisa la mahali mpaka ifike mahali uachiliwe ujitembelee. Yaani unatembea vile unavyotaka. Si hapo kuna hatari? Yaani usifike mahali kwamba mpaka unaajiriwa. Unajua kama muamini ukitaka kujua unaendelea vizuri, ni wakati ambapo maagizo haikosi kuja kwako. Kila saa maagizo inakuja, unaonywa, unaongeleshwa. Lakini ukifika mahali, yani mtu anakuoverlook sasa kwamba huyu njia nzuri wacha tumwaje atembeange vile anavyotaka. Akitaka kukuja akuje. Akiona asikuje, well and good. My friend, uko kwenye hatari mbaya. Na usitake kuwa muamini wa aina hiyo. Glory to God. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hii ilikuwa part 6C. So ni part 6D. Tukija part 6D. Tutakuwa tukitamatisha mambo ya ukuaji wa kiroho. Tutakuwa tukitamatisha eneo la ukuaji wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hata kama wewe ni mtoto, watoto ambao tumezaa. Unajua kuna age mtoto akifika akiwa amekushinda, inabidi umwache
Akija nyumbani hata hutaki kujua. Yaani wenye anasurura na kila anachofanya hutaki kujua. Hayo maisha, mtoto akiingia maisha kama hayo, inakuwa ni hatari ya huyu mtoto kuweza kupotea. Glory to God. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Glory to God, glory to God. So sisi ni wanafunzi wazuri. By the way, sisi hapa tunajaribu. Ndio anasema nyinyi ni wazuri. Hallelujah. Nyinyi ni watu wa bidii, nyinyi ni watu wazuri. By the way, kama kuna kanisa watu hawanipei kazi ngumu sana ni hapa. Hawanipei kazi. Nisizungumzi ile unafiki na sisi kwa picha, nazungumza direct. Unajua kuna kanisa mchungaji hawezi lala. Hata saa 7 ya usiku ni simu, pastor tumbo linauma. Pastor sikio langu la kushoto alinyamazi kutoka nilipoenda kulala. Pastor, yani kwa hii nywele nilishukwa, sijui ni kushukwa ndio kulikuwa kubaya. Shida imetokea wapi? Sasa hii usiku namwamsha mchungaji anataka kulala. Yani nimetoka saloni, alafu kichwa kinaniuma. Na kumbe bila wamekushuka wamekasa. Kama lina asidi ni wewe ufanye nini? Tafuta vile utatoa usiku, si wala kumpigia mchungaji simu. Sasa mchungaji afanyeje? Wewe umeshukwa, wamekasa, kichwa kinakuuma. Sasa unatafuta mchungaji aombe. Sasa kweli haya maumivu. Pastor, naenda kujifungua. Lakini maumivu yamekuwa juu sana. Sasa unatakaje? Maana katika kujifungua kuna maumivu, si kweli? So baadaye hapa huwa nasema tunajaribu kupata simu ya lakini kama tunajaribu na pia tu tunajua tunajiombea, si ndio? Kuna wakati unajiombea tu vitu vidogo unajiombea katika jina la Yesu. Tusimame. Bwana Yesu asifiwe. Pastor, sasa watoto wamefukuzwa